Waziri Mkuu, kwanza shikamoo. Marahaba, jambo mwanangu. Kwa jina naitwa Esther Molo Malwa. Mimi nimehitimu form 4, yani kidato cha 4. Lakini nimefanikiwa kufanya mtihani wangu wa taifa na kupata division 3. Lakini wazazi wangu hawana uwezo kwa kweli wa kuniendeleza. Lakini na mimi napenda niendelee na masomo. Haya, njoo uonane na msaidizi wangu huyo. Nitakusomesha mpaka chuo kikuu. Haya. Geoffrey, onana naye huyo. Haya, uende mpaka chuo kikuu, na ukishafanya vizuri tu ukafaulu sana, mimi hata sitakuwa na gharama, kwa sababu ukifaulu vizuri Daktari Samia Suluhu Hassan ana Samia Scholarship. Utaenda kusoma chuo chochote duniani. Huyo ndo Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya, mwingine tena, peaneni maiki moja moja. Mheshimiwa, nakusalimia kwa jina la Jamhuri wa Muungano. Kazi iendelee. Naombeni kitu kimoja. Dakika moja mamangu, tutakurudishia maiki. Naombeni kitu kimoja. Kwanza tuko wengi. Naombeni kitu kimoja. Naombeni msikilize. Naombeni tusikilizane. Kwanza tuko wengi. Jambo la kwanza. Lakini la pili, kila mmoja anatamani asikilizwe. Wala msisukumane. Tutajitahidi kwa kadiri tunavyoweza kumfikia moja moja. Kwa msisukumane, asije wengine pale ni bibi zetu wazee, msije ukasukuma mkamsababishia maumivu kwenye mguu, tutakuwa tumetengeneza tatizo badala ya kutatua tatizo. Na waombeni, simameni kwa utulivu, peaneni nafasi, tunajitahidi kusikiliza. Tukiona muda unaenda sana, tuko mawaziri wengi hapa, tutagawana na wengine wachukue katibu tawala, wengine mkuu wa wilaya, tutagawana na mawaziri kama ambavyo tumewagawa hivi. Kwa hiyo naombeni tusikilizane, tumpe moja moja kwa utulivu. Mamangu pale, baada ya hapo mtampa mwingine, baada ya hapo mtampa mwingine. Mheshimiwa, nimekusalimia kwa jina. Mimi naitwa Taabu Juma, ambaye ni mkazi wa Morotonga, mtaa ni Mtukula. Mimi pointi yangu niliomba kwamba Mheshimiwa, alikuja mkuu wa mkoa, nikaomba maombi yangu. Maombi yangu ni mtoto, nimemsomesha hakuwa na mama wala baba. Amefika form 4 na hangaika naye kwenda form 3. Kwenda form hiyo nimeshindwa mwalimu. Yaani kwenda form 5 nimeshindwa kumpeleka, anaenda Mwise Tabora. Nikamuomba mkuu wa mkoa. Haya, huyo naye nitampeleka. Njoo uonane na msaidizi wangu. Nitampeleka, ataenda. Ajiandae tu aende haraka kabisa. Haya. Msalimie kwanza. Mkuu nakusalimia. Ameshajiandaa. Haya, tutampeleka na yeye. Chukueni mawasiliano, onaneni katibu, mpatieni gharama leo hapa kabla hatujatoka mkutanoni, kesho aende shule. Haya. Nakusalimia kwa Jamhuri ya Tanzania. Kazi iendelee mama. Naitwa Mariam Prosper wa Makundusi Nyakitono. Walichukua eneo langu 2013. Nani walichukua? Nani walichukua mamangu? Walichukua mtoto wangu wa serikali wa kijiji 9 wanilipe, wanakataa. Serikali ya kijiji ya Makundusi. Haya, mkurugenzi wa halmashauri yuko wapi? Mkurugenzi, sogea hapa. Mmechukua eneo 9 na hamtaki kulipa. Sogea huku mkurugenzi, sogea huku tumsikilize mama yetu. Mwenyekiti wa kijiji husika na yeye asogee. Mwenyekiti wa kijiji husika, sogea. Mkichukua eneo la mama kwa matumizi ya halmashauri, mnatakiwa kumlipa fidia. Hebu tuambie mkurugenzi, mnalifahamu jambo hilo? Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hilo jambo tunalifahamu, na tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026 tulikuwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwenye kijiji cha Makundusi, na jambo hilo lilizungumzwa na mama huyu hapa, na akatoa maelekezo ndani ya siku 10 fedha hiyo ilipwe. Mnamlipa lini? Hiyo niseme kwamba huu mwezi wa 7 nadhani tutamlipa.
Sasa hiyo serikali ya kijiji kama walipi, zitakapokuja fedha zinazoenda kwenye kijiji hicho, kata kwanza mlipe huyo mama. Nimepokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mkishaanza tu malipo ya ndani ya mwaka wa fedha huu, na mkishamaliza kumlipa mnipe taarifa hiyo, niambie mmeshamlipa. Tumepokea maelekezo hayo. Haya, mama, ondoka na ndugu yako. Milioni 12 mtoto wangu. Watakulipa. Watakulipa. Kwa hiyo mkurugenzi, nenda tekeleza hilo mara moja, mlipeni mama fedha yake. Na mkishamlipa mnipe taarifa hiyo. Kwa majina, mimi naitwa James Maro Maswe. Ni mwenyeji wa kijiji cha Rungabure, kata Rungabure. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kijana wangu alikuwa yuko Dar es Salaam, anaitwa John James Maswe. Kijana huyo alikuwa Nimelipata jambo lako. Hebu njoo hapa nikukabidhi hapa kwa katibu tawala ili nilifuatilie kwa ukaribu. Nilishalipata jambo lako. Niliona umeliandika vizuri. Njoo hapa kwa katibu tawala, alisikilize vizuri, alafu tupeane huo mrejesho. Haya. Hebu mpeni mwingine mwenye hoja ya kikundi, hoja ya watu wengi. Nimemwona yule kijana anarusha. Mpatie. Huyu amenyosha leso, mpatie. Mheshimiwa, kwa jina la Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mimi naitwa Michael Mniko Magweiga. Naongelea kwa umoja wa wanawetu wa kikundi. Mimi mheshimiwa, tumenyang'anywa ile sehemu tunopaki kazi yetu mheshimiwa. Ni wapi? Na nani amewanyang'anya? Paroko Zakaria, tunaomba tupatie nafasi mheshimiwa kwa upendo wako. Nani amewanyang'anya? Paroko Zakaria, tumezuiliwa no parking na tunapoweka mizigo yetu kwamba kuchukua mizigo yetu ili toroli mheshimiwa. Tunaomba kwa heshima yako, tunaomba tutengee sehemu tupate kuweka kwa ujumla, tusio tunabaguana mheshimiwa. Haya, njoo kwa hapa nikuunganishe na mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya watafutie eneo hawa vijana wetu, na Daktari Samia Suluhu Hassan ametenga 5% kwa ajili ya shughuli za ujasiriamali. Kama hamna eneo, nunueni eneo hata la kununua, muwape vijana wafanyie kazi kwa kutumia hiyo 5% ya mapato ya ndani. Kwa hiyo sasa hivi tumetenga 5% ya miundombinu, ikihusisha kulipia fidia maeneo tutakayoyahitaji kwa ajili ya kuwagawia vijana ili wafanyie kazi ya shughuli za maendeleo.